Tunazungumza hapa na Majid Mjengwa. Huyu ni mwenyekiti wa jukwaa la wachambuzi hapa nchini, ambaye pia ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Karibu Mjengwa. Asante sana Madede. Naam. Zimebaki saa chache tu ili aidha Marekani aingie kwa kishindo kikubwa na kuteketeza Irani kwa siku moja, ama kuanzia leo na kuendelea awe anashambulia kama alivyonadi mwenyewe, atashambulia miundombinu yote ya umeme na madaraja yote, na akasema kwamba hiki kitakuwa kiama chao. Ama tushuhudie kwamba Iran itakubali mapendekezo hayo ya kufungua mlango wa Hormuz. Asante sana. Swali kubwa katika hilo unaloliuliza au unalosema ili weje, na hiyo ndio inapelekea hata Iran kuona kwamba wanaweza wakakataa vile vile, kwa sababu ili weje ilishawahi kutokea aina hiyo ya vitisho. Dunia haiendi hivyo kwa kawaida, kutokana makubaliano ya watu wa dunia ni pamoja na ustaarabu pia. Na unaposema unafungua lango la jehanamu na kuharibu miundo mbinu yote, yani nishati, madaraja katika jioni moja, usiku mmoja, inahusu watu, sio viongozi, watu wa kawaida, na sheria za kimataifa. Huo ni uhalifu wa kivita, na iliwahi kutokea miaka ya 60 wakati wa vita vya Vietnam. Richard Nixon, huyo alikuwa ni rais wa Marekani, ikafika mahala na yeye alitishia yule mtawala, yule kiongozi wa Vietnam, kwamba atatumia Nixon aina zote za silaha ikiwemo za nyuklia kama asipokubaliana na matakwa ya Marekani, na hawakukubaliana nayo na hakuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo kuna mahala Trump naye, kuna watu lazima watakuwa wanamwambia maana ya hicho kitendo atakachokifanya, kwa sababu mataifa jirani na au marafiki na Marekani, mataifa ya Kuba tayari yameathiriwa sana na hali iliyopo. Ni kwa sababu tu vyombo vya habari havitangazi katika hizo nchi, lakini wanaathirika na makombora ya Iran na hali zao za uchumi. Ukisema unatengeneza jehanamu Iran, lakini pia kuna robo ya jehanamu katika nchi za Uba. Mjengwa, hayo inaweza ikawa tu ni mapendekezo labda ya watu wengine, lakini kwa namna ambavyo Trump na uamuzi wake wa mara kwa mara ambao amekuwa akiufanya tangu alipoingia madarakani kwa mara ya pili mwaka jana, mwezi wa kwanza, ameonekana kama ni mtu wa matukio na akiyasimamia. Hudhani kwamba anaweza akalitekeleza hili, pengine kwa sababu hanufaiki mpaka sasa na vita hivi vya Iran? Mimi sioni kwa jicho la kichambuzi kwamba atatekeleza. Ameshawahi kusema na kubadilika pia katika hivi vita karibu mara 20. Nimeona mahala amebadilisha mawazo yake. Kwenye hili inahusu Marekani pia na hali zake za siasa za ndani. Na nilianza kwa kusema ili weje, una watu wa Iran uliosema unaenda kuwakomboa wawe huru, hata wao sasa wanasema kwamba hii maana yake inakuja kutudhuru sisi, kutuangamiza sisi, na sisi tunahitaji kuishi. Kwa hiyo kuna mahala busara inaweza ikatumika ikamfikia na yeye kwamba haina maana yoyote, kwa sababu baada ya hapo nini kitatokea? Taifa la Iran litakapokuwa limeangamia na watu wake kuwa na hali ngumu zaidi ya wakati ule wa Ayatollah na ulipokuwa wakati ule kabla ya vita, sasa hivi itakuwa mbaya zaidi wakati huo ambapo watahitaji kuwa na miaka mingi tena wakiwa na mfumo ule, kwa sababu bado mfumo utakuwa umebaki. Kwa tunavyoongea leo utakuwa umewaacha wana mfumo uliokuwepo, lakini katika hali mbaya zaidi. Kwa hiyo haionekani busara katika hiyo. Sawa. Iwapo hata shambulia, pengine labda ushauri ukamuingia na akaona hakuna sababu ya kufanya hivyo, ni upi utakuwa mwelekeo wa vita hivi? Kutakuwa na namna fulani ya kunusuru sura, huwa natumia neno hilo face saving, katika kuacha kufanya hivyo. Kutaonekana kuna watu pengine wameahidi kwamba kutakuwa na hiki na kile. Trump atasaidiwa au yeye mwenyewe atafuta namna ya kutoka. Amejiingiza kwenye mtando wa buibui ambao anapata shida kutoka, lakini maamuzi yote atakayofanya ya kutekeleza kile alichofanya hayatamwacha katika hali ya utulivu na yeye nyumbani na kimataifa na marafiki zake pia ambao wako katika wakati mgumu, mataifa ya Kuba. Na Iran imeonyesha bado ina uwezo
madege wa kuweza kufanya madhara katika hizo nchi. Sasa baada ya jioni kinachopata nini? Tusubiri. Basi tunakushukuru sana Mjengwa. Asante sana. Nashukuru kwa kunipa nafasi hii. Asante, shukrani. Ni mwenyekiti wa jukwaa la wachambuzi nchini, Majid Mjengwa, ambaye pia ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. FM kutoka Dar es Salaam.